Nataka nikuulize swali. Umefika hapo kwa nguvu gani? Jiulize, nani kakufikisha hapa? Yamkini Mungu aliyekuumba anataka kuondoe kutoka kwenye huo mji wa Misri, akuingize kwenye mji takatifu wenye asali na maziwa. Nifate vizuri. Unatenda dhambi, haujui ni dhambi kwa sababu ulizaliwa ndani ya dhambi. Biblia inasema sote tumepungukiwa. We have all fallen short. All of us tumezaliwa kwenye mazingira tata, mazingira yasiyoeleweka, mazingira magumu, mazingira ya shida, mazingira tusiyoyataka. Wengine tunalalamika, kwa nini nimezaliwa kwenye mazingira namna hii? Mazingira ya umaskini labda nasababisha hadi ukufuru Mungu. Wengine wanamtukana Mungu. Lakini ninakwambia mpendwa katika Kristo, mpendwa mpagani, Muislamu yote ile, dini yako yote ile, wewe mchawi, wewe mlevi, mzizi, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Bwana. Njoo kwa Bwana. Leo unaitwa na Bwana, uje kwake. Atakapo kuingiza kwenye ufalme wake, atakukumbusha. Na uzuri wa Mungu, hawa wana wa Israeli alikuwa anawakumbusha mara kwa mara. Kumbukeni, 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 kumbukeni. Kumbukeni ni wapi nilikowatoa, enyi wanangu. Kumbukeni ni wapi. Leo mmekuwa watu wasioeleweka. Leo mmekuwa ni mtu usiopenda kuongozwa. Leo mmekuwa ni mtu usiopenda kushauriwa. Ninakushauria leo, acha dhambi. Ninakushauria leo, acha utoto. Mtume Paulo anakuambia, nilikuwa mtoto, nimefanya mambo ya kitoto. Mambo ya kitoto ni dhambi, uchafu. Mambo ya kiungu ni yale matakatifu, ule utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kumbuka, kumbuka, wewe ambaye uko katika Kristo, wewe ambaye umelegeza, ulikuwa umeshikilia Yesu, ulikuwa umeshikilia kichwa, lakini leo umemsahau Yesu, lakini leo umerudi kwenye dhambi, leo umerudi kwenye kuchubua, leo umerudi kwenye matusi, leo umerudia mume wa tatu, leo umerudia mume wa pili, leo umerudia mke wa pili, mke wa tatu. Ninakwambia acha. Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Ndio maana amekutoa huko mara kwa mara na watuma watu. Haleluya. Mtu ameenda tu mara kidogo amekutana na somo hapo.